Ni ziara ya mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala alipotembelea bandari ya Mtwara. Lengo lake kubwa ni kuja kuangalia utayari wa kusafirisha zao zima la korosho katika bandari hii. Mimi na kamati na wataalamu leo tulikuwa tunapita kuona zile sehemu za staffing. Je, ziko utayari wake upo kwa kiwango gani? Vile je, kuna changamoto yoyote? Ninayo furaha kuambia kwamba maeneo yote ambayo tutakuwa tunafanyia staffing tumeyatembelea, yako vizuri na yako tayari. Containers zipo na watu wamekwisha jipanga kwa ajili ya kupokea hizo korosho ili ziletwe bandarini zikishakuwa zimefanywa staffing tayari kwa kupakia kwenye meli na kuondoka. Na hapa sasa hivi tumekuja bandarini kama mnavyoona, container kama unaona hizi zimeshashushwa kwenye meli, nazo zitapelekwa kwenye CFS, zitafanywa staffing, zitaingizwa kwenye mameli na kuondoka. Kwa hiyo ufanisi utakuwa mkubwa. Utaona kwamba makreni yameongezeka, vifaa vya kutendea kazi bandarini vimeongezeka. Kwa hiyo tunatarajia meli ikifika haitakaa muda mrefu, ni kushusha container, kupakia na kuondoka, kwa sababu vifaa vimeongezwa. Tunashukuru sana serikali yetu na watu wamejipanga kwa ujumla kuhakikisha kwamba mzigo unahudumiwa na shehena mbalimbali kwa haraka. Lakini pia tumebahatika kuzungumza na meneja wa bandari ya Mtwara ambapo ameeleza utayari na nini wamejipanga kuhusiana na bandari hii ya Mtwara. Kwa mwaka huu bandari imejipanga kushirikiana na sekta binafsi kufanya staffing ya korosho kwa kutumia CFS zilizopo ndani ya mkoa. Uwekezaji mkubwa umeshafanyika na sisi kama mamlaka ya bandari tunaendelea kuwapa ushirikiano. Tutahakikisha kwamba ufanisi unakuwepo kwa kiwango cha juu, na dhumuni kubwa la kuishirikisha sekta binafsi ni kuhakikisha kwamba ufanisi wa kuhudumia makasha pamoja na meli unaongezeka zaidi ukilinganisha na miaka iliyopita, na hilo litawezekana kwa sababu tutakuwa tunaweza kudeploy vifaa vyetu vizuri, kwa maana matumizi ya vifaa yatakuwa ni mazuri, lakini pia mipango ya meli pamoja na makasha itakuwa pia ni mizuri. Kwa hiyo tutafanikiwa. Niaba ya kampuni yangu ya Makanjilo, karibuni sana Makanjilo, karibuni Maxima. Ni maeneo ya uwekezaji kwa ajili ya bandari kavu. Tunashukuru sana kwa kututatulia changamoto, kwa sababu changamoto kubwa ambayo tulikuwa tunakonayo sasa hivi, tulikuwa tunasema tunaweza tukaanza kufanya kazi mchana, jioni ikifika tuwashe majenereta kwa ajili ya ulinzi tu, lakini kazi ingesimama. Lakini kwa hali ambao wametupa umeweza kutatulia sasa hivi ya kupatikana kwa umeme na maji, tuna uhakika vibarua watakaokuwa wanafanya kazi pale watapata maji safi na salama, na tutapata umeme kwa ajili ya ulinzi na kuendesha vitu vingine vinavyohitajika kutumia umeme. Tunashukuru sana, tunaomba ushirikiano na tunaahidi ushirikiano kwa serikali, kwa sekta zingine kama mamlaka ya bandari na wadau wote, ili tuweze kufanikisha azima ya Mheshimiwa Rais ya kusafirisha korosho zote kupitia bandari ya Mtwara. Tunaendelea kuimarisha na kuhakikisha kwamba kila kitu tumeongea na hao wenzetu wa shipping line, nao wamejipanga, na sehemu hiyo walisema meli yao ya kwanza tarehe 18. Kwa tunawahimiza pia wanunuzi kwamba walete korosho zao mapema, lakini pia kusaidia kule kwenye zile warehouse zipate nafasi ya kupokea zingine, kwa sababu korosho bado ziko nyingi sana. Suzana Mwazembe, TBC2, Mtwara.